Mungu amelikusudia juu ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa tunaona kwamba hii thamani inatokana na matendo. Thamani hii inatokana na matendo, utendaji wa mtu. Utendaji wa mtu. Kwa hiyo utendaji wa mtu ni kutokana na kwamba kuna huduma au mchango wa mtu kwa wengine. Huduma au mchango wa mtu kwa wengine. Kutenda mambo fulani kwa ajili ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Au kuwahudumia watu wengine. Thamani ya utendaji ni kama matendo na mambo yanayotokana na kuhudumia wengine. Mtu hawezi kula matunda bila kuwa mizizi. Pekee haina manufaa kama hakuna matunda yanayochipuka. Hivyo mtu mwenye thamani kamili anahitaji sehemu zote, matendo na matunda yaweze kuonekana, lakini pia hata ule uasili wa utambulisho wako uweze kuonekana. Kwa hiyo mtu ambaye ana thamani ya asili bila kufuata thamani, bila kupata thamani ya utendaji, bado hawezi kukaa vizuri pale kwa Mungu. Kwa tunaangalia kwamba kitu cha kwanza kama unaandika, onyesha shukrani kwa thamani aliyopewa ya asili. Unatakiwa uonyeshe shukrani kwa thamani uliyopewa ya asili. Lakini kitu kingine, usipoteze kusudi kuumbwa kwako. Usipoteze kusudi kuumbwa kwako. La tatu, kuwa tofauti na yule aliyepewa talanta. Kuwa tofauti na wale waliopewa talanta ambazo zilikuwa 10, mwingine 5, mwingine 2, mwingine 1, ambayo tunaipata katika Mathayo 25. Msomaji wangu, Mathayo 25 mstari wa 18 na mstari wa 20 mpaka tuanzie 18. Twende 24 mpaka 30. 18. Lakini yule aliyepokea moja alikwenda akafukua chini akaificha fedha ya bwana wake. 24. Akaja na yule aliyepokea talanta moja akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe u mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. 25. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija nikalipata ile yangu na faida yake. 28. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tena, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa tupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. 31. Ndipo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake, na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme
mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula, na nalikuwa na kiu, mkaninywesha, na nilikuwa mgeni, mkanikaribisha, nalikuwa uchi, mkanivika, nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo mwenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amin nawaambia, kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula, na nalikuwa na kiu, msininyweshe, nalikuwa mgeni, msinikaribishe, nalikuwa uchi, msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atajibu akisema, amini nawaambia, kadri msivyomtendea mmojawapo na hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Tukiangalia tunaangalia hii ni thamani ya kiutendaji, kwamba kuna watu walitenda mambo mema wakapandisha thamani zao. Na hata leo hapa tulipo, kama ulikuwa unajiona kwamba wewe ni wa chini, hebu ipandishe thamani yako kwa kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Na wakati mwingine thamani yako unaweza usijue, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamewekewa thamani zao ndani yao lakini hawazijui. Inawezekana wewe ni mwandishi wa vitabu, lakini hujatambua kama wewe ni mwandishi wa vitabu. Kumbe katika kuandika kwako vitabu utapandisha thamani yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Inawezekana wewe ni mpishi mzuri ambaye ukianzisha ile katani yako utaweza kupandisha thamani ndani ya maisha yako kupitia nini? Kipawa hicho cha kufanya cha kupika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna thamani inapandishwa kwa taaluma pia. Inawezekana kuna kitu ambacho wewe umejifunza, mwingine hakijui, lakini uwepo kwako hapa katikati kama msaada wa wengine kupitia ile taaluma ulionayo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunaomba kila doka, sivyo? Kila doka ulikuwa ni wafumaji, walikuwa wanafuma. Tunawaona kwamba wanakuja wanapata shida, lakini wanakuja kusimama wamama na kusema kwamba mtu huyu alikuwa anatusaidia. Amen. Amina. Amen. Kuna kitu unacho, yakini unacho, lakini ukijui. Ndio. Thamani huwa inajificha kwenye kitu, inajificha kwenye vipawa. Ndio. Na usipoangalia utakufa thamani yako haijajulikana. Na hii thamani inafichwa na Mungu kwa kusudi. Ikijulikana mapema inawezekana ikamuua. Amen. Amen. Huwa najiuliza maswali kwamba kwa nini Mungu kuimba leo? Kwa nini leo? Utotoni huko nilikuwa niliimba kwenye Sunday school niliimba. Lakini kwa nini leo? Ukaachilia kila kitu kutunga na kila kitu haina shida. Kwa nini leo? Lakini usika mahali kusema wakati uliokubaliwa ndio sasa. Amen. Yamkini ningeacha
Amen. Haleluya. Amen. Wakati mwingine hata wewe kuna vitu unavisikia moyoni uvifanye, lakini ukasema leo hii, alafu unaanza kujidharau, mimi sijasoma. Unaanza kujidharau, mimi sijawa kama yule. Alafu unasema kwamba haya mambo bwana huwa anayaweza kinaana, mimi siyawezi. Lakini ndani unasikia kuna waka moto. Kuna kitu unakiona kipo, lakini umekikatia tamaa kwa sababu ya kujiangalia mazingira. Kwamba mahali pale baba kila fulani hivi nikiinuka watanielewa. Usijidharau. Pandisha thamani yako. Amen. Pandisha thamani yako baba. Amen. Pandisha thamani yako baba. Amen. Pandisha thamani yako kijana. Amen. Pandisha thamani yako binti. Amen. Amen. Tuone kwa namna ambavyo Mungu akikutazama anasema ndio. Mama dada uko wapi? Ndio. Ndio. Mungu akikuona sema ndio. Yuko mtu mahali fulani. Kwa hiyo thamani yako inapochelewa, ujue kwamba Mungu anakutengeneza. Alafu ujue kwamba angekufanya mapema ungeweza kumharibia kazi yake. Ndio. Bwana Yesu pewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Ninaamini leo tunaondoka mahali hapa tukiwa tumetambua kwamba tuna thamani mbele za Mungu na kuna vitu Mungu ameviweka ndani yetu ambavyo tunatakiwa tuvipandishe. Tutambulike kwa watu wengine. Hivi kuwaje wanainuka watu wasiomjua Mungu wanafanikiwa, halafu sisi tunazidi kushuka chini? Inakuwaje? Hatujatambua thamani yetu mbele za Mungu. Sahihi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatujajitambua. Tukijitambua hatutakaa hivi tunavyokaa na kuondoka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mifano ya thamani ya utendaji tunaweza tukamchukulia marehemu mengi, namna ambavyo alikuwa akijitoa kwa ajili ya watu wahitaji. Ni thamani ya nini? Ya kiutendaji. Kwa hiyo tukitafuta kumjua Mengi ni nani, tunasema Mengi alikuwa kwa kampuni fulani. Mengi alikuwa anawakusanya walemavu, anawakusanya yatima, anawakusanya watu wasiojiweza, anawapa chakula. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Nimpate mtu mahali hapa atakayehudumia watu wengine, atakayehudumia wajane, atakayehudumia yatima, atakayehudumia watumishi wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Taaluma ni msaada kwa watu wengine ambao hawajapata elimu. Kwa hiyo unapokuwa na elimu usije ukawadharau hapa chini. Elimu yako itumie kuwasaidia wengine. Nikumbuka Mwalimu Nyerere alikuwa na slogan kusema kwamba wale wenye elimu wawafundishe wasiokuwa na elimu. Kukawa na mafunzo kazini, yaani uko kazini lakini ndani ya kazi mnafundishana. Haleluya. Amen. Vitu vitu sasa hivi havipo, lakini enzi yake vilikuwepo. Na hao wanaofundishwa huko ndani wanatoka moto kama vile walienda, kama vile waliongozana na walio na elimu. Ina maana hata ndani ya kanisa tuendelee kusaidia wengine wasiokuwa kufahamu wala ufahamu. Katika kulitenda hili Mungu anasema ni thamani ya utendaji.